Wale ambao wazalishaji ama waingizaji wa mizigo, tungependa labda wewe unaleta bidhaa zako unazoleta, hasa mimi naleta labda bidhaa, naleta switch, sawa eh? Naleta switch, lakini ni vyema sasa ukawa unayo standard ya ZBS, ununue ile standard ya ZBS, kwa sababu ndani ya ile standard pia kutakuwa na maelezo kwamba sampuli gani ambazo zinahitajika kuchukuliwa. Kwa hiyo tayari wewe utakuwa umeshakuwa na uelewa kwamba sampuli ngapi anapokuja mkaguzi anatakiwa azichukue. Mimi naitwa Mbaruku Abdalla Ali, ni afisa ya ukaguzi na udhibiti ubora kutoka Taasisi ya Viwango Zanzibar. Kwa kawaida kuna changamoto ambazo zinakuwa zinajitokeza na baadaye inakuwa suluhisho ni kuitana na kufanya kikao cha pamoja. Kuna changamoto ambazo tulizibaini za uingizaji wa bidhaa nchini, ikiwemo kutofuata taratibu nzuri, lakini pia kuna changamoto ya uchukuaji wa sampuli. Wanasema wanachukua sampuli ambazo ni nyingi. Kwa hiyo tukaona ipo haja ya kuwaita na kuwaelekeza namna ya taratibu zinavyokuwa za ukaguzi. Tumewaelekeza namna sampuli zinavyotakiwa zichukuliwe na ukaguzi unavyotakiwa ufanywe. Yote hayo tumewaelekeza na wameelewa. Kwa hiyo tunategemea kwamba kutoka leo hii huenda changamoto za kusema kama sampuli zinazochukuliwa ni nyingi basi zikawa zimeondoka au zimepungua, kwa sababu sasa watakuwa na uelewa wa kutosha kama sampuli ya bidhaa fulani inachukuliwa vipi na inafanywa ukaguzi vipi. Lakini pia watakuwa wanaelewa kwamba kuna mifumo gani ambayo inaweza kutumika ZBS katika kudhibitisha ubora wa bidhaa, badala ya kutegemea tu mfumo mmoja wa DI. Baadaye wakawa wanajua pia kuna mfumo mwingine ambao unaweza kuwasaidia. Kwa hiyo nao kutokana na changamoto hizo, kutokana na uelewa huo, kutokana pia na wasilisho ambalo tumeliwasilisha, wanaweza wakawa na uelewa wa kutosha, lakini pia wanaweza kuwa ni wadau muhimu katika kuwafikishia wale wengine ambao hawakuwepo hapa yale ambayo tunayazungumza. Tumekuja katika kikao hichi cha ZBS hapa kwa ajili ya kuongelea suala la ukaguzi wa vifaa ambavyo vinaingia na kutoka katika nchi, lakini vile vile kukaguliwa kwenye masoko. Ni jambo zuri tu ambalo linalenga linaonyesha vipi serikali na nchi yetu inajali wananchi katika kutumia vitu ambavyo bora na vitu sahihi. Kwa hiyo ni kikao kizuri ambacho kimetoa mafunzo na maelekezo tofauti ya jinsi gani taasisi hii inapofanya kazi na maendeleo yake toka imeanza hadi leo. Kwa hiyo tunaishukuru serikali pia na tunaishukuru taasisi hii kwa jambo zuri linalofanya na kazi nzuri inafanya. Kwa hiyo ningeomba vile vile kwa upande wa wafanyabiashara, waingizaji wa bidhaa pamoja na watu wa viwanda ambao wanatengeneza vifaa ama vitu tofauti, ishirikiane vizuri na taasisi hii kwa sababu haina malengo mabaya. Malengo yake ni kuhakikisha kwamba bidhaa ni nzuri kwa ajili ya matumizi ya wananchi. Kwa hiyo ni dalili tosha kuonesha kwamba vipi taasisi na serikali inajali wananchi wake ili waweze kutumia vitu bora, vizuri na ambavyo sahihi kwa kutumika. Kwa hiyo nishukuru sana taasisi na nishukuru kikao pia kimeenda vizuri, kimetoa taaluma nzuri na maswala yameulizwa kwa kila mtu ambaye alikuwa na swala lake ameweza kuuliza na kupata jawabu. Kwa hiyo nishukuru sana taasisi na kikao hichi. Wafanya biashara, changamoto zinazotokea kwamba labda itakapotokea kwamba umeleta bidhaa baada ya ukaguzi ile bidhaa imekuwa haifai kwa matumizi, ndio changamoto inatokea. Kwa hiyo ningewashauri wafanyabiashara tu wote wajitahidi kwamba kuhakikisha kwamba kabla ya kununua bidhaa wanaweza kufanya uhakiki wa ile bidhaa kwamba ni salama na ni sahihi. Na tuliuliza swala hapa, tumejibiwa kwamba unaweza kuleta sample kabla ya kununua bidhaa kama una wasiwasi nayo, ikaweza kupimwa. Lakini vile vile kwamba ZBS ina mashirikiano na taasisi tofauti katika nchi tofauti ambazo bila kuileta hapa katika ile nchi ambayo unataka kununua ile bidhaa unaweza kuipeleka ikapimwa na ukaweza kupata jawabu kwamba
bidhaa ile ni sahihi na ni salama, basi ukaingiza. Kwa hiyo tungependa wafanyabiashara wapitie hizo taratibu ili kuepuka na matatizo ambayo yanaweza kujitokeza.